السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku ya leo nawaletea adhkar tisa ambazo hizi mja kama ataziomba kila baada salati al-asr akawa anasoma hizi kwa idadi nitakayokutajia, alafu kisha baada hapo muombe Mwenyezi Mungu kile ambacho wewe unachokitaka, Allah atakupa wewe kwa muda mfupi sana. Narudia, atakupa kwa muda mfupi sana. Cha msingi tu fanya kiikhlasi, fanya kitakwa, fanya hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafungua. Kila mmoja wetu anafahamu kwamba hali zetu za maisha zimekuwa ngumu, mambo yetu yamekuwa mazito, biashara zimekuwa nzito, takriban maisha yetu yamekuwa dhaifu hali. Tutumie fursa hii, na hasa katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani hili, kabla tujakwenda kumaliza mwezi wa Ramadhani, basi kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia leo ndugu yangu, kuleta hizi adhkari 9 kila baada salati al-asr mpaka mwezi wa Ramadhani utapoisha. Sina maana katika miezi mingine mtu asitumie hizi adhkari, hapana, bali katika mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa kheri, ni mwezi ambao milango ya mbingu iko wazi, ni mwezi ambao shetani kafungiwa, ni mwezi ambao milango ya pepo iko wazi. Muislamu atapopeleka maombi yake kwa Allah inakuwa rahisi karibu sana kujibiwa dua yake. Kwa leo nakuelekeza hizi adhkari hizi muhimu sana, na niwatangazia Waislamu, Allah akijalia kheri, siku ya mwezi 26 tutakuwa na dua maalum katika mkesha wa Lailatul Qadr. Tutafanya dua hiyo kwa ajili ya ndugu zetu 27 hawa ambao waliotoa sadaka zao kwa ajili ya kuchangia iftari na daku ya mayatima. Tumepata watu 27 hawa. Inshallah tutakwenda kufanya dua maalum kwa ajili yao. Tunakwenda kuifanya katika usiku huo, kwa sababu usiku huo ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu anapanga mipango ya mwanadamu ya mwaka mzima. Bajeti yako ya mwaka mzima anaipanga katika usiku huo, na sisi tutakwenda kumlilia Allah katika usiku huo kwa ndugu zetu hawa 27. Lakini leo nipo hapa kukuletea adhkari hizi 9 ambazo Muislamu utakwenda kuzisoma kila baada salati al-asr. Na baada ya hapo utamwambia Mwenyezi Mungu haja zako, utamwambia Mwenyezi Mungu shida zako. Kama shida yako ni kazi, mwambie Allah shida yangu ni kazi. Kama shida yako ni vibali vya kuishi katika nchi za watu, mwambie Allah shida yangu ni vibali. Kama shida yako sijui na matatizo katika mazingira yako ya kazi, mwambie Allah, pengine wewe kazi ya kufanya maalum huna, mwambie Allah nitafutie kazi ya halali nipate riziki yangu ya halali. Biashara zako zimefilisika, zimeruzu, zimekata, mwambie Allah biashara zangu zinayumba, zimekata. Mlilie Allah baada ya kusoma adhkari hizi. Wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu ya adhkari hizi. Ni muhimu sana sana sana. Ndugu yangu, sasa na imani ushachukua peni na karatasi ili twende nikutajie moja baada nyingine, alafu nikuelekeze mara ngapi utakuwa unasoma adhkari hizi. Na hapa niwatajie nambari yangu ya simu kwa wenye maswali, basi watauliza maswali ya njia ya kawaida na maswali ya WhatsApp kwa namba hii ya 0793 052 052 0793 052 052. Kama una maswali utauliza kwa njia hiyo, kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya kawaida. Na imani sasa usichukua peni na karatasi, twende kukutajie adhkari hizi 9 ambazo hizi kama utasoma kila baada salati al-asr, alafu kamwambia Mwenyezi Mungu haja na shida ulizokuwa nazo, Mwenyezi Mungu atakupa kwa muda mfupi katika yale ambayo kwamba wewe unakwenda kuyaomba. Tuanze na adhkari ya kwanza, na hapa nisikize kwa makini sana. Ya mwanzo kabisa utaanza na istighfari, bi maana astaghfirullah. Hii utaifanya mara 1000. Zingatia idadi, utaifanya mara 1000. Hiyo ni ya kwanza. Na ni vizuri zoezi hilo kama tunalifanya uwe na tasbihi kwa ajili ya kurahisisha zile hesabu. Na ukifanya usio unafanya hali ya kuwa unakimbia, yani fanya taratibu tu, usio na haraka nazo. Usifanye hali ya kuwa unakimbia, fanya taratibu, usio na haraka nazo. Kwa ya kwanza utaanza astaghfirullah mpaka mara 1000.
Ukimaliza hiyo astaghfirullah 1000, utakuja tena nyingine ya pili, utasema astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Hii utaisema mara 1000 nayo. Ya kwanza ni astaghfirullah mara 1000. Ya pili astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Na hiyo utaifanya mara 1000. Hiyo utaifanya mara ngapi? 1000. Zingatia idadi nilikwambia. Na usiwe na haraka nazo, usije hapana. Fanya taratibu kama utaki, na kama itakuwa ni mtu wa biashara, labda umetoka kwenye biashara yako mara moja kuja kuswali, basi baada ya kuswali jitahidi tenga angalau dakika 20 kufanya zoezi hili. Wallahi utakuja kuona maajabu yake, na utakwenda kuomba Mwenyezi Mungu atakujibu kwa haraka sana. Narudia tena, utajibiwa dua yako kwa haraka sana. Unaona? Kwa ya kwanza unasema astaghfirullah mara 1000. Ya pili utasema astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Hayo utafanya mara 1000. Ya tatu utasema astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Na hii utaifanya mara 1000. Hii ni ngapi? Ya tatu. Ya nne utasema astaghfirullah rabbul balaya astaghfirullah minal khataaya. Nayo utaifanya mara 1000. Astaghfirullah rabbul balaya astaghfirullah minal khataaya utaifanya mara 1000. Ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne. Ya tano utakuwa na hii. Unasema la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh dhalimin. Nayo utaifanya mara 1000. Hiyo ni ya tano hiyo. Ya sita utasema rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hii nayo utaifanya mara 1000. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Utaifanya mara 1000. Na hizi kwa umuhimu wake nitaziandika hapo chini ili uweze kuzichukua na uzipangilie kama vile ambavyo nitakuwa napangilia. Hiyo ni ya sita hiyo. Hiyo ni ya sita. Hiyo ni ya sita shekhi. Hiyo ni ya sita. Zipange vizuri tasbihi zako, uradi wako huu, adhkar zako. Wallahi ukiomba kwa dhati Mwenyezi Mungu atakupa. Na kabla sijaenda katika ya 7 na ya 8, niwakumbushe tena ndugu zetu wale ambao waliokuwa wanachangia iftari kwa ajili ya mayatima daku. Walillahi alhamdu, tumewaandalia ndugu zangu dua kubwa tutakwenda kuifanya mwezi 26. Ile siku ya mkesha wa Lailatul Qadr tutakwenda kuwafanyia dua hii. Tunawafanyia kwa sababu gani? Usiku huu ndio ule usiku ambao Mwenyezi Mungu anapanga mipango mwanadamu ya mwaka mzima, anapanga bajeti ya mwaka mzima. Ndugu zetu hawa wamejitoa kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu amewajalia kufanya. Sisi cha kuwapa hatuna, tunakwenda kumrudia Mwenyezi Mungu pamoja na wao kwa dua hiyo itafanyika mwezi 26. Niwaombe ndugu zangu wale inshallah, na wengine nishawatumia message tayari kutupa taarifa zao kama na majambo yake na nini, basi kutuambia tuiunganishe katika dua hiyo. Twende katika adhkari ya sahaba. Ya sahaba utasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na hii utaisema mara 1000. Hiyo ni ya sahaba. Ya nane na ya mwisho utasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, nayo utaisema mara 1000. Ukimaliza hapo utasema tabarakallahu ta'ala amin, tabarakallahu ta'ala amin, alafu utaanza kumsalia Mtume Muhammad kwa swala yoyote unajua wewe. Hii utaifanya mara 100. Ina maana Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Utaifanya mara 100, ama ukiweza basi fanye vile vile mara 1000. Ndugu yangu, kishika adhkari hii, kashika uradi huu, uradi konki sana. Shekhe, utakuja kuona muujiza na maajabu ya uradi huu. Fanya kuanzia leo mpaka mwezi wa Ramadhani utakapoisha.
Tumeichagua Ramadhani kwa sababu ndio mwezi wa dua, ndio mwezi wa Qur'ani, ndio mwezi wa kheri, ndio mwezi wenye baraka kuliko miezi mingine yoyote. Nenda kafanya hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.